Mimi kwenye idara yangu nimepokea maswali na maombi ya waandishi wenzangu wengi jinsi ya kulitamka jina la kocha wetu mpya. Sawa. Sasa nikakumbuka tuna hazina sisi kwenye kiwanda hii tasnia ya habari, ambayo hazina hiyo ni wewe. Nikawapa reference wenzangu hapa, miaka ya nyuma ulikuwa watusaidia hapa kwenye kupronounce nchi, watangazaji hawa walikuwa wanaelekeza. Mpaka sasa ni jukumu langu la msingi, na hata kwenye mashindano ya kombe la dunia tunavyoendelea ni kazi yangu ya msingi kabisa. Kwamba huyu francophone sio anatamka hivi, mnaweza mkafanya hivi. Tugee muongozo sasa kwa huyu kocha wetu, twende vipi sasa sisi kocha mpya wa Yanga kama wa Tanzania, twende vipi? Sawa. Kwanza ieleweke, si tu huyu kocha wa Yanga peke yake, lakini ni kwa mtu yeyote yule, kwamba kuna lugha tofauti ambazo unaweza kutamka jina la mtu, jina la kitu, lakini ulimi haukubali kutamka. Iko tu hivyo. Ulimi hauwezi kukubali, lakini kuna uhalisia na kuna ile hali ya kibinadamu, ulimi wako unagoma. Kwa maana hiyo kwenye majina haya kuna majina ya Kibantu. Majina ya Kibantu yako straight, yani yako yanatamkika kirahisi sana. Alafu kuna baadhi ya majina ni ngumu mno kulitamka, yakiwemo ya Kichina. Hayo ya baadhi ya Wakosa, Wazulu, baadhi majina yake ni magumu kweli, yani si gumu, yani ulimi kulitamka kunataka ufundi mwingine tena wa ziada. Yani kutamka kunataka ufundi, sio tu kujua, yani kunataka ufundi. Kwa hiyo kulitambua ni jambo moja. Jambo la pili ni ulimi kukubali kutamka hilo neno. Ni sawasawa na baadhi ya ndugu zetu kutamka nne, yani hiyo kutamka tu hivi ni ngumu kabisa. Anasema ine. Hata umwekee kitu gani, tamka nne, atasema ine au msa. Kuna mwingine sema Musa, anasema msa. Hawezi kabisa kutamka, yani Musa anasema msa. Na kuna mwingine huku kaskazini kuna watu wamejikuta wanakosea neno hospitali. Huku mikoa ya kaskazini, Arusha, huko Kilimanjaro, anasema hospitali. Yani anasema hospitali badala ya hospitali. Kwa hiyo kuna kitu ulimi umekataa tu, kwa sababu sasa professionally inakubalika kwamba unaweza ukalicheza nalo katika hali ambayo unaweza ikasound katika mazingira ambayo inaweza ikawa sawa. Na nitatoa na baadhi ya mifano michache hapa kwa nini inawezekana. Kwa hiyo kocha huyu wa Yanga, ile mangoba, ile kuweka ile si kila mtu anaweza kutamka ile. Yani si kila ulimi utakubali. Kwa hiyo inaruhusiwa na professionally baadhi ya watangazaji, wanahabari ambao walikuwa wakifanya naye wakimtamka kwenye mashindano mbalimbali akiwa kocha Mamelodi na kwingineko, kokote kule alikofanya kazi hiyo, walikuwa wanamuita tu mangoba. Sio lazima usiwe mangoba vile ilivyoandikwa, lakini lazima uiweke angalau relate na vile ambavyo wao wanaisema. Kwa hiyo inaruhusiwa na haina shida kusema mangoba. Usiseme mangoba. Mangoba niti. Kwa hiyo inatamkika mangoba niti. Haina shida yoyote, na ndivyo ilivyo. Lakini kwa sababu huwezi kuweka zile za kwa sababu haikubali. Yani unaweza ukataja jina la mtu mmoja kwa dakika 2. Sababu useme ukatishe kidogo afu itafute hiyo alafu babu para tupe ile kwanza hiyo. Mangopa. Ameweza. Tunahimiza sana. Unaona Ali inapaswa kupractice, kufanyia mazoezi. Ni vizuri sana. Atakayeweza kimudu ni vizuri, lakini kama ulimi haukubali, inaruhusiwa kabisa kuita katika mseleleko ambao unaweza uka sound kwa kiwango ambacho kinastahili. Ni sawasawa na watu wanaosema Gaza na Gaza. Ule mji ni Gaza, sio Gaza, Gaza. Sasa kama utaweza ulimi wako ukatamka hiyo Gaza, ni vizuri sana uitamke vile ambavyo inastahili. Lakini wengi wana Gaza tu. Gaza kwa maana ya mji huko huko Palestina, na mji mkuu wake Ramallah, lakini wengi wasema Ramallah.
kama vile tu Abdallah. Ile jana Guadarina. Mwingine anasema Guadalaja. Guadalajara. 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 Sasa ndio mambo kama haya. Kwa hiyo Ali, nafikiri nitakuwa nimeliweka vizuri, watu wasipate tabu, kwa sababu hili jina lina, tuweke wazi tu, na wewe mwenyewe kama mkuu wa idara ya habari wajulishe wanahabari wengine kwamba haina tatizo kabisa mtu akisema Mangoba. Ina sound karibu sana na ilivyopaswa kuwa. Naam, kuliko kusema utafute hiyo. Utaje ina shida. Ana jina katikati, yule ni Mangoba Brilliant. Jepesi kabisa. Kuna Brilliant pale katikati. Kocha Brilliant. Yes. Kocha Brilliant ina sweet. Kocha Brilliant. Si katikati Brilliant. Ni jina lake. Nani kweli ni Brilliant coach. Yes. Kwa hiyo mimi nadhani Ali naweza kuwa nimejibu. Umetueleza vizuri kabisa. Ni vizuri. Watu wasipate pressure na hofu kubwa na namna ya kulitamka jina lile. Sawa.